Naam, mtazamaji wa Bongo9, karibu tena kwenye channel ya kupendwa kabisa ya Bongo9. Na leo basi mezani kwetu tumeweza kuandalia issue nzima ambayo inamhusu Prince Dube, mshambuliaji wa klabu ya Yanga. Lakini kabla sijaendelea, mpenzi mtazamaji, ningependa nikukumbushe uweze kusubscribe channel yetu ya Bongo9, lakini uweze kuendelea kukaa nami mwanzo mpaka mwisho wa hii video. Bwana, taarifa ambazo tumezipata sisi kama Bongo9, taarifa ambazo tumezipata kutoka kwenye vyanzo vyetu ambavyo sisi kwa asilimia vyote tunaviamini ni kwamba Prince Dube, mshambuliaji wa klabu ya Yanga, kuna baadhi ya timu zinamhitaji. Timu kutoka kule nchini South Africa. Timu ya kwanza ambayo imeweza kuonesha nia kumtaka Prince Dube ni Kaizer Chiefs. Timu hii inashiriki ligi kuu ya kule nchini Afrika ya Kusini. Bwana, Kaizer Chiefs mara baada ya kumkosa Fiston Karara Mayele, mchezaji wa Piramidi ambaye anahusishwa na timu mbalimbali kutoka Falme za Kiarabu, basi Kaizer Chiefs imebidi waweze kuhamisha nguvu zao kwa Prince Dube. Na hivi tunavyozungumza, basi Kaizer Chiefs wameweza kutuma maskauti wao tofauti ili waweze kufuatiliwa kiwango cha Prince Dube, na kiufupi naweza kusema ya kwamba Kaizer Chiefs wameweza kuridhika na kiwango ambacho Prince Dube amekuwa akionyesha. Japokuwa watu wengi hapa nchini Tanzania wamekuwa wakimbeza Prince Dube na kusema kwamba ni mchezaji ambaye hawezi kucheza timu kubwa na hana kiwango hicho, lakini maskauti na Kaizer Chiefs kwa ujumla, watu ambao wanajua mpira, wanaona ndani ya Prince Dube kuna kitu ambacho kinaweza kuongezeka katika timu yao. Hivyo basi wameamua kumtaka Prince Dube. Bwana, here we go. Prince Dube to Kaizer Chiefs soon. Prince Dube anaweza kwenda Kaizer Chiefs. Lakini timu nyingine ambayo imeamua kuweza kumtaka na imeonyesha njia ya kuweza kumchukua Prince Dube ni Orlando Pirates, na hii ni timu ambayo inaweza kushiriki ligi kuu pale nchini Afrika ya Kusini, na wao wamekuwa ni watu ambao wanasafa kwenye swala zima la kutafuta washambuliaji. Kwa hivyo wamefika kwa Prince Dube na wanamhitaji Prince Dube, na timu ya Yanga wenyewe wamesema kwamba wenyewe timu ambayo itamhitaji mchezaji yoyote basi inatakiwa kufika mezani na kufika bei na mwisho waweze kumuuza mchezaji husika. Bwana, Dube soon as possible anaweza kuondoka hapa nchini Tanzania na kwenda kule Afrika ya Kusini kuweza kucheza soka kule nchini Afrika ya Kusini. Sasa sijajua wale mashabiki ambao walikuwa wanambeza Prince Dube na kusema kwamba ni mtu ambaye anahitaji nafasi 10 ili aweze kufunga, watajisikiaje mara baada ya Prince Dube kuweza kuondoka. Sasa niweze kurudi kwako wewe sasa, shabiki wa timu ya Yanga. Hivi wewe unaonaje? Maoni yako ni yapi? Comment yako ni ipi? Hivi ni sahihi kwa Yanga kuweza kumwachia Prince Dube ama haiwezi kuwa sahihi? Hapo chini kuna uwanja wa maoni, niandikie kitu ambacho unaweza kukifikiria, tuweze kufahamu ni wangapi ambao wanapenda kumuona Prince Dube akiendelea kusalia Jangwani na wangapi ambao wanapenda kumuona Prince Dube aweze kuondoka Jangwani. Kutokea mwanzo mpaka mwisho wa uchambuzi, kutokea mwanzo mpaka mwisho wa hii exclusive, ulikuwa nami Richmond TZ, presenter wako wa siku zote. Lakini kabla sija kuacha, ningependa niweze kukukumbusha uweze kusubscribe channel yetu ya Bongo9, lakini uweze kutoa maoni yako hapo chini kuhusu kile ambacho nimekizungumza, na mwisho ulike na kushare na watu wengine video hii ili na wao waweze kuona. Mpaka wakati mwingine, kuna mambo mazuri kama haya. Richmond TZ, bye.